Kwa bahati mbaya mimi Wasafi nimeenda kufanya kazi. Kwa sijuagi Fela mimi nimemkuta na mzee na Diamond. Lakini sasa kama mimi binafsi niliendaga kumuona na mzee mara moja, nakumbuka nilikuwa niko mimi Salamu Tale. Ndio kumuona kama mara moja mara mbili. Alikuwa hospitali Mikocheni, sio ndio hiyo anahitaji sio. Nienda nikamuona mkubwa. Nikaongea naye mara mwisho alikuwa akaniambia kuna sema ananiambia nialike, nikamwambia mpe taarifa mzee kama ata accept mimi nitakuja. Lakini sababu wewe sitaki kujua kwa sababu sijachangia chochote. Sio tu tukuchangia, na nilikuwa sina cha kuchangia kipindi hicho. Nilikuwa ni kwa pechi ya Lolo, nilikuwa nasikiza wakubwa wanachokitaka. Kiufupi nilimsindikiza tu Diamond. Sikuwa cha kuchangia. Kwa sikuwa nachangia, sikutaka kujua Diamond karoa shilingi ngapi kwa sababu hakuna mchango wangu. Kwa sababu hata vikao vilikuwa vinafanyika vya Diamond sio mkubwa apelekwe sio India wapi, sikuepo na sikutaka kuepo kwa sababu nilikuwa sina mchango katika hilo eneo. Mimi nilikuwa tu nimpe pole. Na mchango kama pole alipokea. Diamond na Fela watamalizana wenyewe. In fact pia ni manager wake wa muda mrefu. Diamond anaona na Fela, lakini naamini pia Fela maneno lazima wawepo. Mimi naaminigi tafsiri ya sikuwa na damu ni kukoseana. Na maana tunakoseana, tunapokoseana lazima tuwekane sawa. Watawekana tu sawa. So issue kubwa sema kwa sababu imeenda public na ni kwa sababu ni Diamond nini fresh. Kwa binafsi kwa mimi kwenye hiyo engo sijui chochote kwa sababu sikuchangia chochote. Sio tu tukuchangia na nilikuwa sina cha kuchangia. Kiufupi nilienda kama msindikizaji wa watu ambao tulienda kumuona mkubwa. By the way pia mkubwa nimemkuta Wasafi. Diamond nimemkuta Wasafi. Diamond ni bosi wangu, mkubwa ni kiongozi wangu. Mimi nimeenda kufanya kazi. Sitaki kujua mkewe Fela kasema nini, Diamond kasema nini. Kiufupi hiyo issue mimi binafsi kama Divorce Gene London Boy Swell Kid asema nitakuwa kuna titria inihusu. Nimeona sasa hivi wanaweka picha ya Rema na ya Divorce. Wanaandika Rema, wengine wanaandika huku Rema, wengine huyu ni nani wa pili na nini. Hii inakukata au na wewe ukikaa unacheka kama sisi? Sasa by the way mimi ni mtu wa makuzi. Still sasa hivi maneno yamepungua. Zamani kipindi natoka nilikuwa napigwa maneno lango sana, napigwa sana maneno. Kwa so far sasa hivi ni kawaida. By far pia sio kitu kibaya. Kuna mtu anatamani hata postiwa anafanya na mjusi ila upate nafasi ya kupostiwa. Kuna wasanii wanatamani wazungumziwe tu mtandaoni kwa anything. So far mimi kufananishwa tuna chochote kwa kizuri kwa kibaya kwangu ni blessing kwa sababu sio rahisi kuzungumziwa mtandaoni. Imagine kuna wasanii more than 2000 nchini lakini watu wakaamua kunifanisha mimi na Rema na Kilema sina Rema. That is the big thing. Especially Rema ni msanii mkubwa. So far watu wameona combination kwa jigana janifanisha na Burna Boy. Nifanisha na Davido. Na watu ni hivyo afu Watanzania watu wa makuzi. Kwa juzi ngoja naambia mwanangu Bongo hapa ni kusema utaendana watu kimakuzi unaweza kukuua. Kwa hiyo yani watu wanatania. Bongo watu wanatania. Watu wanatania yani kuna mtu anaamka zake na jila anakuashia tu. So far mimi nimezoea, yani mimi ni vitu ambavyo navipenda sana. Mimi hata siku nikiwa na stress, nachukua comment zangu, na nachukua account zangu zote, naanza kusoma comment moja za kimieusho. Unacheka sana. By the way, kwa sababu mimi pia napenda kuimbaga mieusho. Hata ukisikiza nyimbo zangu nyingi mieusho. So far some ideas nyingi sana za nyimbo zinatokaga kwenye comment. Yaani nyimbo zangu nyingi sana zinatokaga kwenye comment. Imagine ile Mungu Baba nikopesha milioni 10 niliona kuna mtu alicomment. Kwa nyimbo zangu nyingi cheese nimetaka kutoa nimeikuta katika comment. So nafuatilia sana comment, especially wewe uko serious, kuna mtu akujui, unajua umekulaje ujumbe lalaje. Watu wako na jila tu, wengine wako wanaongea kwa makuzi. So wewe usiweke serious. Ina maana mimi nafuatilia sana comment na siku nikitaka kuenjoy yani kucheka. Naachanga kazi zangu nasoma comment zangu moja. Yaani nafurahi. Kuna mtu tu kaamka anakuchapa tusi.